Kampuni kubwa ya vyombo vya habari na burudani yaani Paramount Global, ambayo sasa inajulikana kama Paramount Skydance kufuatia muunganiko, imetangaza kuwa inajiandaa kupunguza idadi kubwa ya wafanyakazi, huku kukiwa na uvumi kubwa yaani akili bandia itachukua nafasi ya baadhi ya kazi hizo. Kampuni hiyo imepanga kuanza awamu ya kwanza ya kupunguza kazi wiki hii kama sehemu ya mpango mpana wa kupunguza gharama. Paramount inatarajiwa kupunguza wafanyakazi 1,000 katika awamu hii ya kwanza. Jumla ya kupunguzwa kwa wafanyakazi kote duniani kunatarajiwa kufikia takriban 2,000 au zaidi kufuatia muunganiko wa Skydance pamoja na media. Upunguzaji huu ni sehemu ya mpango wa uongozi mpya wa kampuni chini ya David Ellison na Jeff Shell wa kupunguza gharama za uendeshaji kwa takriban dola bilioni 2 na kuunganisha idara zilizokuwa zikifanya kazi moja kwa moja kabla ya muunganiko. Ingawa taarifa rasmi zinahusisha upunguzaji huu na muunganiko wa kupunguza gharama, kumekuwa na wasiwasi mkubwa katika sekta ya vyombo vya habari kwamba AI inatumika kuongeza ufanisi na kuchukua nafasi za binadamu, hasa katika majukumu ya kiufundi na ya kurudia. Kuhusu madai ya kwamba propaganda za kuunga mkono Israeli zitatolewa na AI, inajulikana kuwa kampuni za vyombo vya habari na habari kama kitengo cha habari cha Paramount zimekuwa zikikosolewa kwa upendeleo wa kisiasa hapo awali, lakini madai yanayoelezwa kuwa kwa mshirika ya habari kama vile CBS News inayomilikiwa na Paramount kuhusu mwelekeo wa kisiasa si mapya. Matumizi ya AI katika vyombo vya habari na uzalishaji wa maudhui yanazua wasiwasi wa kimaadili na kisheria kuhusu usalama, ukweli na upendeleo wa habari zinazozalishwa na algorithm husika. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba unathibitika kwamba kupunguzwa kwa kazi huku kunalenga tu kazi zinazohusiana na utayarishaji wa propaganda. Wafanyakazi wa zamani wa Paramount wanatarajiwa kupokea notisi ya kuachishwa kazi wiki hii, huku sekta nzima ya burudani ikiendelea kutetereka kutokana na maendeleo ya teknolojia na muunganiko wa kampuni.